Kwa hiyo nakwambia kwamba mimi biidhnillah nimeamua sasa kusimama na Sheikh Abdul Qadir Al-Ahdali katika fatawa zake anazozitoa, na mimi nitakula naye sahani moja kama tulivyokuwa tuenda na Sheikh Yusuf bin Diwan katika kumweka sawa mpaka watu wamemjua alhamdulillah. Sasa hivi washajua kwamba Sheikh Yusuf bin Diwan ni mtu wa batil na anachokizungumza ni batil, kwa sababu tumekula naye sahani moja na bado hatujamwacha akizungumza kumba zake zile alizokuwa nazo na upuuzi anaoeneza katika mitandao wa kuwatukana salafiyun na kuwaita mayahudi, mazayuni, wa Kristo wanaodhaminiwa na makafiri huko. Sisi tutaendelea kumjibu na kumbainisha mpaka watu wataelewa. Watu biidhnillah, asipoelewa leo ataelewa kesho, asielewa mwaka huu ataelewa mwaka ujao biidhnillah. Na hizi radi ndio zimetufanya sisi baada ya taufiki ya Allah jalla wa ala kuelewa da'wa. Pengine tulikuwa huko na sisi tulikuwa tufuata mkumbo huko, lakini Allah akatuneemesha kwa neema hii ya sunna kwa sababu ya kusikiliza ile rudud, namna watu wanavyowekwa sawa katika jambo la dini, na hiyo ndio dini ya sawa. Sasa na sisi tutaendelea kumweka sawa huyu Sheikh Abdul Qadir. Mimi inshallah nitasimama naye katika fatwa zake, kuanzia fatwa hii niliyomsikia na zijazo zote nikiwa nazisikia, maadamu zimepinda nitakuwa namweka sawa kwamba hapa Sheikh umekosea, sawa sawa ni hivi na hivi, mpaka watu wakujue kwamba wewe umesimama katika batil. Kwa hiyo biidhnillah, na ninafanya haya ninamuomba kwanza Allah jalla wa ala aniruzuku ikhlas, anijalie kuwa ninafanya hili kwa ajili ya dini ya Allah jalla wa ala, kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, sheria yake, na aniepushe na riya, na aniepushe na kupenda kusikika, na isiwe ndio malengo yangu, na atanihukumu hivyo Allah msamehe katika hilo, kwa sababu kuna watu wasema wewe unapenda sifa tu kadha na kadha. Allah wasamehe, kwa sababu na sisi kabla ya kujua hii da'wa tulikuwa tunawatuhumu baadhi ya watu hivyo kwamba yapenda sifa, kila kitu kuzungumza tu, kila kitu kadha. Lakini tulipojua da'wa tukakuta kumbe si mambo ya sifa, bali ndiyo da'wa ya mitume wa Allah jalla wa ala, ndiyo da'wa ya salafu salih, ndiyo da'wa ya maulama, kuwaradi watu na kuwarejesha katika usawa. Sasa na mimi namuahidi huyu huwa insha Allah nitasimama naye katika fatawa zake za upotevu. Radhiya man radhi wa sakhita man sakhit, ataridhia atakayeridhia na atachukia atakayechukia. Atakayechukia shauri yake, asipoelewa leo ataelewa kesho biidhnillah. Akiamua kutia nta kwenye masikio yake, shauri yake na Mola wake. Lakini sisi tumebainisha haki, na haki tumeiweka wazi kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna baadhi ya watu huenda wakaja wakasema nyinyi kazi yenu kuradi tu, kazi yenu kuradi tu, nyinyi kila siku kuradi, hamna kazi nyingine ya kufanya. Sisi tumwambia kwamba sisi kazi yetu sio kuradi tu. Sio kweli kwamba kazi yetu ni kuradi tu, hayo si maneno ya kweli kabisa, bali sisi kazi yetu ni kusoma na kusomeshana kile ambacho tumekifahamu, na hiyo ndiyo kazi ambayo tumeamrishwa na dini ya Uislamu, kuamrishana mema na kukatazana maovu. Lakini sehemu kubwa sisi tunasomeshana, ndio maana unaweza ukakaa baada ya miezi kadhaa ndio utasikia radi. Lakini je, sisi kwamba hatusomeshani, basi maraki zitakuwa zafanya kazi gani hizi? Tembelea katika maraki za Ahlusunnah wal Jamaa Tanzania na nje ya nchi na sehemu nyingine, alafu angalie watu wanavyosomeshana na namna wanafanya inaya kupatiliza kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana baadhi ya mashekhe zenu, mashekhe wa kisufi, wanakiri kuwa mtu akisoma sana awa wahabi. Kuna watu wanakiri hivyo kwamba unajua ukisoma sana wa wahabi kadha na kadha, wana maneno kama haya. Kwa hiyo wanazungumza maneno kama hayo kuonesha kwamba kumbe sisi twasoma sana, lakini wakasahau kwamba kusoma sana ndio sababu ya kuongoka kwa idhini ya Allah jalla wa ala na kujua na kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah anasema inma yakhsha Allah min ibadihi alulama. Hakika hapana vingine wanaomuogopa Allah, ukweli wa kumuogopa ni waja wake wenye ilmu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewanyanyua darajati nyingi wale wanaotafuta ilmu na kuihudumia. Kadhalika maulama, Allah amewanyanyua darajat nyingi sana, na Allah amewasifia akawaambatanisha shahada ya malaika, shahada yake na malaika wake, na shahada ya ulama, na hilo wao wanalikiri. Na ndio maana al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala alipokuwa akitafsiri aya shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al-azizul hakim, akasema fi hadhihi al-aya dalilun ala fadli al-ilmi wa sharafihi. Katika aya hii kuna dalili ya wazi ya kuonesha utukufu wa ilmu na fadhila zake.
kadhalika utukufu wa ulama, utukufu wa wanachuoni walioibeba ilmu. Asema falau kana ahadun ashrafa min alulama, lau kama kungekuwa kuna yeyote katika ulimwengu aliyembora na mtukufu kuliko wanachuoni, la qaranahumullahu bismi wasmi malaikati, basi Allah angeambatanisha shahada katika shahada yake na shahada malaika wake wengine wasiokuwa hao maulama, kama qarana isma alulama, kama alivyoambatanisha jina la maulama kwamba ameshuhudia yeye Allah na malaika wake na ulul ilm na watu waliopewa ilmu katika dini ya Allah jalla wa ala. Yatosha kuwa ilmu ina sharaf, na kila inavyozidi mtu anavyozidisha ilmu na maarifa ndivyo anavyokuwa mbora zaidi mbele za Allah jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala kumwamrisha nabii wake kumuomba ziada katika ilmu, lama qala jalla wa ala wa qur rabbi zidni ilman, nasema e Mola wangu nizidishie mimi ilmu. Lam yaqul lahu wa qur rabbi zidni malan wa jahan wa sharafan, hakumwambia hivi kwamba nizidishie mali, ewe Allah nizidishie cheo, nizidishie utukufu, akamwambia wa qur rabbi zidni ilma, nasema e Mola wangu nizidishie ilmu. Na ayat na ahadith zilizokuja juu ya himizo la jambo la kutafuta ilmu na kuzidisha ilmu ya kisheria ni nyingi, huwezi kuzihesabu. Sasa aja mtu atweza kwamba bana wanaosoma sana wanakuwa mawahabi. Hebu tumsikilize atoa ushahidi yeye kwamba mtu anaposoma sana wahabi. Tumsikilize shekhe huyu. Nadhani mmemsikia akizungumza kwamba anadai kwamba watu wengi wanaokwenda maulidini. Msikilize, shahida shahidun min ahliha, ametoa ushahidi mtu katika watu wao hao, asema watu wanaenda maulidini mara nyingi, nyinyi mnahudhuria maulidini, nyinyi ni watu ambao hamtaki kuhudhuria darasani, kwa maana nyinyi hamtaki kusoma nyinyi. Lakini kinyume chake sasa, wale wanaosoma ndio hawahudhurii maulidini kwa sababu wanajishughulisha na mambo ya ilmu, lakini wakisoma sana mara wa mawahabi. Sasa ni mwasomesha nyinyi, alafu si ndio faida ya kusoma ukijua haki? Ukibaki mjinga wewe huwezi kujua kwamba hii ni bid'a na hii ni batil. Kwa hiyo unaposoma kumbe wajua kwamba maulidi ni bid'a. Kwa hiyo nyinyi wasomesheni, lakini wakija wakaelewa. Ndio hali aliyomwambia Sheikh Abdul Qadir kwamba wewe wadanganye watu wako, lakini siku wakifungua vitabu wakajua kumbe tunachokizungumza sisi ndio haki, watakuchukia wewe. Utaona umetupotezea muda mrefu. Sheikh gani bado tupotezea muda bana? Sasa ndio haya yanayowakuta. Watu wanahudhuria maulidini, Sheikh athibitisha kwamba watu wanahudhuria maulidini si wasomaji, wala si wasomaji tu, bali hawafuatilii jambo la dini yao. Na mkitaka kujua kwamba maulidi sio dini, toeni ubwabwa. Toeni ubwabwa, muondoshe kabisa kwamba hakuna kula hapa, alafu mje muone kama watakuja. Wao wafuata ubwabwa bana. Sasa haya mambo haya inatakiwa kuiangalia sana. Sasa shekhe ametoa ushahidi kwamba wakisoma sana wa mawahabi ndio wajua haki kwa sababu wamesoma sana, wakashajua kwamba kumbe haki iko hapa, mashekhe watudanganya hawa, wakabadilika biidhnillah. Kwa hiyo ametoa ushahidi mtu wao bana kuonesha kwamba kumbe masalafi wasoma sana, na ndio maana wamejua haki, wakajua kwamba kumbe huku tupotezwa sawa sawa ni hivi. Wallahu almusta'an. Lakini wale ambao hawapendi kusoma, wale wasiopenda kusoma, wale ndio washabiki wa maulidi. Utaona maulidini waenda maulidini wao wafurahia kile kilichoandaliwa huko, ndio kazi yao hiyo, lakini hawataki kukaa darasani. Nyinyi andaeni darasa, yani nyinyi siku ya maulidi andaeni kwamba sisi tuaenda pamoja, kwamba itabaki ni bid'a hivyo, lakini andaeni kwamba hamna kula leo sisi tuasomeshana kama durusi mnazozifanya. Mbona hawahudhurii kwenye durusi zenu? Lakini nyinyi mngekuwa mnajua kwamba maulidi si dini kwa sababu ya kuweka ule ubwabwa, ndio maana waja hawa. Lakini wengi wao hawaswali, na mashekhe wathibitisha mashekhe zao kwamba nyinyi moja maulidi hapa hamswali, kwa maana maulidi ni bora kuliko kuswali bana, kadha na kadha. Wafundisheni dini hawa, wataelewa biidhnillah ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu waislamu, nimekusudia kufanya bayani hii kwa ndugu yetu Sheikh Abdul Qadir Al-Ahdali, kaka yake na Kishki au Nurdin Kishki, aslahana Allah wa iyahuma, katika jambo ambalo analifanya talbis. Na mimi insha Allah huyu nitaenda naye sawa sambamba, sawa kwa sawa. Akitoa fatwa ambayo haieleweki, si katika dini, mimi nitamweka sawa kwa idhini ya Allah, na namuomba Allah nitie nguvu katika hilo. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khaira.